Hello guys, mambo vipi? Ni Lydia hapa na leo tuko kwenye mkutano wa Christmas kama unavyoona. Leo ni tarehe 25 mwezi wa 12, tunakaribia kumaliza Christmas yetu. Na nafikiri utaweza kubarikiwa sana na maneno ya babangu hapa. Tunaenda kumuuliza kuhusiana na Christmas imepitaje na alionaje mkutano wa Christmas wa 2025. Bwana Yesu asifiwe. Asante, mkutano wenyewe ulikuwa mzuri. Tunakwenda kushukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kwa kufika katika mwaka huu kumaliza. Amina. So ni kitu gani ambacho unaweza kuambia watu wale ambao hawapendagi sana kujihusisha na mambo ya kanisa? Lengo naweza nikawaambia ya kwamba ni vizuri na wao wangekuja kupokea hii chakula cha uzima ili waweze kupata mabadiliko, wafanane na wale ambao wameshampokea Yesu Kristo kuwa na maisha mema. Hilo ni nzuri sana. Okay, nashukuru sana na ningetamani kujua ni kitu gani ambacho uliweza kujifunza kwa Christmas hii tofauti na Christmas zingine? Ndio, nimejifunza kitu kipya katika Christmas hii kwa kuwa nimeiona kweli hata ya kwamba hapa kambini kulikuwepo na watu kuwekwa sehemu mbili, wale wenzetu wa Kirundi walikuwepo kwao, sisi wa Kongo kuingilia sehemu nyingine ambayo sisi ni sehemu yetu sisi wenyewe, lakini nimeona mkutano huu una mvuto sana. Ulikuwa na nyimbo nzuri kupitia wale wenzetu wa Injili la kwaya, na hata kwa neno ulikuwa na msisimuko mkubwa sana. Zaidi sana kimenisaidia sana mimi kupitia nyimbo ambazo zimeimbwa katika mkutano huu, naona zilikuwa nzuri sana tena zimenibariki sana. Amen. So neno moja kwa watu ambao wanakutazama muda huu, uweze kuwaambia neno la shukrani na kuhusiana na huu mkutano wa Christmas. Kwa upande wako, kwa gisi ulivyopokea huu mkutano, uliusikiaje na unawaambia nini kuhusiana na huu mkutano wa Christmas? Mkutano huu kweli kwangu mimi nimeupokea ni mzuri. Na kwa wao wale ambao hawakuneemika kupata muda kama huu, wangefuatilia ili wajue kipi ambacho kinaweza kikawasaidia. Kwa wale ambao wamechukua yale yote ambao yaliongelewa, wengine walichukua neno la Mungu kupitia ile mafundisho waandishi waliyaandika. Najua yako kwenye zile sehemu za uandishi, kama kwenye ofisi ya jimbo ya Methodist, ukifika pale utapata yale yote mafundisho yapo, na wao yangeweza kuwasaidia kwa kuwa nimeyaona ni mazuri na yanafurahisha sana kwa yule atakayeshikilia. Asante. Okay, asante sana kwa muda wako babangu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Asante, nashukuru sana. Okay, labda pengine watu wanataka kufahamu kwa majina na unaishi wapi? Asante, mimi kwa majina naitwa Misa Muliwa. Mimi ni mhubiri wa mahali pale kwenye section ya ujumbe. Naishi katika kijiji cha OE 17 kwa 16, hapo ndo nyumbani. Mimi nitaka uambie watu kuhusiana na hii channel ya Free Methodist Church TV, waendelee kufuatilia au wafanyeje? Neno moja kwa channel ya Methodist Church TV. Asante, neno moja ambayo naweza nikaliongea ni nzuri. Hii channel ya Methodist TV ni nzuri sana, inakwenda kupokea mafundisho yote ambayo yanapitika kwenye mikutano yetu katika makanisa zetu, na ile inakwenda kubariki sana ukiyafuatilia sana. Yana maneno mazuri ya kufanya kila mwanadamu aweze kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Zaidi sana kwenye nyimbo za Injili ni nzuri sana, kwani zinabariki sana. Na Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na neno lingine kuhusiana na teme ya leo, ujumbe wa leo ulikuwa ni nini? Ujumbe wa leo ulikuwa ni mzuri sana, unaongelea kwenye neno unyenyekevu. Unyenyekevu, mwanadamu aweze kufanana na yale ambayo Yesu ameyafanya kupitia ile barua ya Paulo kwa Wafilipi ile 2:6 unaishia mpaka 8, inaongea kuhusu maneno ya Yesu aliyokwenda kuyaonyesha ya kwamba hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, akavaa mwili wa mwanadamu, na mwishowe inakwenda kumalizia akafika mpaka kwenye kipindi cha mauti, na mauti ya msalaba ilimfikia. Ili lote alikwenda kuyaonyesha ili aweze kukomboa mwanadamu. Na sisi ambao tumeokoka ni zaidi sana inatakiwa tunyenyekee ili na tuwafanye wengine na wao wamfuate Yesu, na siku moja tuweze kwenda kupokea uzima wa milele. Amen. Amina. Asante sana kwa muda wako. Shukrani.